Mtaendelea kuboresha utendaji na uwajibikaji na weledi na ufanisi katika mazingira yenu ya kazi. Leo pia mtakuwa na ujasiri, na ninyi pia mtakuwa na ujasiri kama alionao yeye, kuhakikisha kuwa haki inatolewa kwa watu bila kujali maslahi binafsi ya watu. Ninyi mmepewa majina kadhaa. Kwa nasikiliza hapa, mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa anarudia mara kwa mara chama kikubwa. Kila akisema anasema chama kikubwa. Na nimepata msamiati mwingine, ninyi ni askari wa karamu. Askari wa karamu kwenye chama kikubwa, ninyi si wadogo. Na kwa hiyo imani yangu na imani ya serikali ni kwamba ukubwa huu ambao unatajwa hapa utaonekana kwenye kazi zenu. Mkutano huu mkuu una kauli mbiu inayosema utawala wa sheria katika kutekeleza majukumu ya serikali ni nguzo muhimu katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Napongeze sana mawakili wa serikali kwa uchaguzi wa kauli mbiu hii. Waliowatangulia wameeleza vema kuwa kauli mbiu hii inadhihirisha upendo wenu na utayari wenu wa kujitolea, utaalamu wenu kuhakikisha kuwa malengo yaliyokusudiwa katika dira husika yanafikiwa. Tunakusudia kuwa na dira ya taifa ya mwaka 2050. Bila shaka mahitaji ya upitiaji wa sheria na usimamizi wa sheria yatafanikisha kuyafikia malengo yaliyo kwenye dira hii. Na hili jambo hili, ninyi hamko kwenye kiti tu cha abiria, bali mko kwenye usukani wa kuendesha kuifikia dira hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara yetu inasimamia na kutekeleza kampeni ya kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi ijulikanayo kama Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo hivi ninavyoongea kampeni hiyo ipo katika mkoa wa Kagera. Haya ni maono makubwa kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu kuamua Watanzania wapatiwe huduma ya msaada wa kisheria. Hadi sasa zaidi ya watu milioni 2 wamefikiwa na kampeni hii, na hawa unaoona mbele yako ni vinara katika kundi kubwa linalotoa msaada wa kisheria, na naomba tuwapongeze sana.